Na huko nyuma kabla mwaka huu au mwaka jana hela ilikuanza kupatikana katika hatua ya makundi. Yaani katika ile hatua ya kwanza, raundi ya kwanza ile, kwa maana hatua ya awali kabisa ile, ilikuwa ukicheza ni gharama zako wewe mwenyewe. Ukija kwenye ile raundi ya kwanza ukiingia ukicheza gharama yako mwenyewe, mpaka unaingia tu makundi ndio unaanza kusensi zile fedha ambazo kutoka CAF wanakuwa wanazitoa. Lakini CAF wakaona hapana, kwa sababu ni michuano ambayo ina hadhi kubwa na ili kuweza kuzifanya timu nyingi sasa ziweze kutamani. Naona kwambia hata huko nyuma, miaka ya nyuma, kama watu wafahamu, timu kutoka South Africa zilikuwa hazishiriki michuano hii. Watu waweza sinielewe. Yaani zilikuwa haziko serious kwenye michuano kwa sababu pesa ambayo alikuwa anapata bingwa ligi yao ile ya MTN, SPL kwa South Africa, ilikuwa ni mara 2 ya pesa ambayo anapata bingwa wa Afrika. Mwana michezo mwenzetu, jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Dominic Salamba, kikiwa pia pewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unajipatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Cha kufurahisha, bati zetu hazipauki na wala zikamati kutu. Hii haujawahi kuiona na uwezo kuipata popote. Piga simu sasa ili tuweze kukuhudumia. Dominic Salamba bro, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na haulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kama afya yako ni njema kweli kweli. Taarifa ni nyingi, lakini miongoni mwa taarifa ambazo zipo kwa sasa ni Young Africans bwana, baada ya kuingia makundi inasemekana wamekomba kama sio kubeba mafedha kutokea pale CAF. Kumbe wana soka tufahamu vitu hivi. Na hizi ndio zile small details ambazo zipati popote. Bado kutana na wakongwe. Hapo unamkuta Mnuguru anakuambia small details. Taarifa vidogo vidogo ambavyo vinatoka kwenye taarifa ya jumla. Ndio. Watu sio wanachambua mpira kwa ujumla. Hata sisi kwenye vile vichambuzi ndio tuna taarifa ambazo pia tunakwenda kuvipata, ambavyo tunaviita small details. Upo vizuri? Niko vizuri kabisa. Bwana Salama, tujuze sasa, ni shilingi ngapi ambazo Young Africans wamejihakikishia mpaka muda huu baada tu ya kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika? Haijarishi wataondolewa wakiwa nafasi ya ngapi, lakini mpaka sasa hivi usalama wa fedha zao ambazo zinakaribia kuingia kwenye akaunti ya Yanga ni shilingi ngapi? Nafikiri Yanga wanakwenda kuvuna hela nyingi. Kwa sababu kuna utofauti mkubwa kati ya klabu bingwa na kombe la shirikisho. Very sure. Yaani utofauti ni mkubwa kwa sababu ukiwa kwenye kombe la shirikisho ndio na ile thamani yake haiwezi kuwa sawa na kombe la klabu bingwa. Kuanzia kwenye mgawanyo wa pesa ambao utaipata kwenye kila hatua unayopita, lakini pia hata kwa upande wa zile alama ambazo utavuna kwa maana katika hii michuano. Kwa mfano, ukiwa unaanzia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho unapata 0.5 kwa ndo alama yako. Kwa mpaka tunapozungumza hapa Azam, Singida wana 0.5, lakini klabu bingwa tayari umeongeza alama 1. Kwanza kwa ni nusu ya alama ambayo ungeweza kuipata. Lakini labda tu kukuambia watu kwamba hii michuano ya Afrika ina pesa. Na huko nyuma kabla mwaka huu au mwaka jana hela ilikuanza kupatikana katika hatua ya makundi. Yaani katika ile hatua ya kwanza, raundi ya kwanza ile, kwa maana hatua ya awali kabisa ile, ilikuwa ukicheza ni gharama zako wewe mwenyewe. Ukija kwenye ile raundi ya kwanza ukiingia ukicheza gharama yako mwenyewe, mpaka unaingia tu makundi ndio unaanza kusensi zile fedha ambazo kutoka CAF wanakuwa wanazitoa. Lakini CAF wakaona hapana, kwa sababu ni michuano ambayo ina hadhi kubwa na ili kuweza kuzifanya timu nyingi sasa ziweze kutamani. Naona kwambia hata huko nyuma, miaka ya nyuma, kama watu wafahamu, timu kutoka South Africa zilikuwa hazishiriki michuano hii. Watu waweza sinielewe. Yaani zilikuwa haziko serious kwenye michuano kwa sababu pesa ambayo alikuwa anapata bingwa ligi yao ile ya MTN, SPL kwa South Africa, ilikuwa ni mara 2 ya pesa ambayo anapata bingwa wa Afrika. Kombe la shirikisho. Kwa ambacho kwa kufanya wao, timu yao ikichukua bingwa South Africa, ikienda kwenye klabu bingwa hawajitoi. Wanapeleka timu za vijana na wachezaji wadogo. Anakwenda kule, wanakutana sio na Yanga na nani, timu gani, anafungwa nyumbani na ugenini, anaondolewa, alishiriki, anakaza kwenye ligi ya South Africa. Mpaka baadaye, baada ya kuona CAF kuna kumbe kuna baadhi ya timu unaweza ukazipoteza baadhi ya inchi kama michuano itakuwa inakosa msisimko. Uwezo ukasema michuano ya Afrika alafu haina thamani. Kwa wakaenda wakaiongezea thamani. Leo hii tumeweza kuona timu za Afrika Kusini zipigana vikumbo
ili kuweza kuingia. Utakuwa ni shahidi Mamelodi, Orlando Pirates, Kaizer, wao kuweza kuona watu kama Stellenbosch wameingia, Malmo Gallants, kwa timu zimekuwa zikipambana kuweza kuingia baada ya kuweza kunogesha au kunenepesha ule mfuko. Kwa hiyo timu yote tu ikipata nafasi ya kuingia katika hatua ya awali kabisa, maana yake inajikusanyia dola 50,000. Okay. Yaani zile timu zile ambazo zimeingia tu, sio Nsingizini, sio nani, zote katika hatua ya awali ile imeingia kutoka Djibouti, dola 50,000, ambao kwa pesa ya Tanzania ni kama milioni 130 au 120 na kitu. Okay. Ambao unaipata. Pesa ambayo itakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na bado wakaona haitoshi, wakaamua kupunguza distance ya timu. Kwa hiyo sasa hizo wamekuwa wakipanga hizi timu, hizi mechi kwa kuangalia jiografia ya mahali unapotoka. Yaani sio rahisi utokee Tanzania pengine upelekwe Algeria katika hatua ya awali au upelekwe Kameruni. Kwa hiyo unajitahidi kucheza katika maeneo ambayo yatakufanya wewe uweze kuwa na urahisi utoke Tanzania, umeenda ambayo utaenda hapa Afrika Kati, Angola, utarudi kidogo South Africa, Botswana, Msumbiji, Malawi. Yaani ni maeneo ambayo yanakuzunguka ili kufanya timu nyingi zipate uwezo wa kuweza kushiriki, kwa sababu kusafiri timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine sio jambo dogo kabisa. Kwa vile ushashuhudiaga timu za Tanzania, baadhi timu zilichangiwa zingine mpaka zishindwa kwenda, unakumbuka? Kutokana na gharama zimekuwa ni kubwa za kuandaa michuano au kuandaa hizo timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wakaamua kupunguza. Kwa hiyo kwa kupunguza distance kutoka moja kwenda sehemu nyingine na kwa kutoa hiyo tip ya dola 50,000, maana yake timu unaifanya iweze kutamani hata msimu mwingine. Kuna timu toka imeanzishwa haijawahi kupata dola 50,000 kabisa. Zipo Afrika. Very sure. Unaona? Yes. Ipo, unaona. Kwa hiyo baada ya pale ukitoka ile hatua ya kwanza ukiingia sasa hii ile raundi ya kwanza ambayo ndio inakwenda sasa kupelekea hatua ya makundi na ukaondoshwa pale, maana yake ujikusanyia dola 100,000. Zaidi ya milioni 230 au 220 kitu. Kuingia no matter umeingia makundi ama hujaingia makundi. Hapo kina Nsingizini wamepata hizo. Kula zile wakina hao watu kama kina Silver Striker na wengine, ni pesa nyingi sana. Milioni 200 kwa timu kutoka Malawi, kutoka Botswana, Eswatini, kutoka Burundi, unaona hapo Burundi, kutoka Rwanda, ni pesa nyingi sana ambayo timu inaweza kwenda kujizatiti na ikafanya vizuri katika ubingwa wa nchi husika, ikaweza kusajili, kalipa mishahara, kutumia pesa. Lakini Yanga ambao wameingia hatua ya makundi sasa, maana yake anakwenda anapoingia tu makundi ana uhakika kuweza kuchukua dola 700,000 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania. Kwa hiyo ndio rasmi unachukua pesa. Kitu ambacho ni faraja, ni kitu kikubwa ambacho kinakwenda kupunguza mzigo mkubwa sana wa timu. Kwa sababu ukiangalia Yanga utalazimika kusafiri katika nchi 3. Watatoka Tanzania, watakwenda Morocco, watakwenda Algeria, watakwenda Egypt. Safari moja kuiandaa ya kwenda nje na kurudi sio chini ya milioni 150, milioni 200. It depends na wewe utakwenda na njia gani. Unapozungumzia timu kupata bilioni 1 na milioni 500 na kuendelea, maana yake tayari zile gharama za usafiri za kwenda Egypt, za kwenda Morocco, za kwenda Algeria, tayari kafu wamekusaidia kuzikava, na bado kuna change inabaki. Na hiyo itakuwa inaongezeka kadri atakavyopanda. Akifika nafasi ya 3 na ya 2, maana yake anaingia hatua robo finali, inapanda mpaka dola 900 na kitu. Na itaendelea kuongezeka na kuongezeka. Kwa hiyo unaanza kujikuta mpaka inafika hatua unakuja kutoka mashindano umekusanya zaidi ya dola milioni 1 katika zile hatua. Kwa hiyo sio tu kuongeza alama za kafu, lakini pia unaongeza fedha ambayo itakusaidia kufikia malengo yako. Lakini pia na zile point ni muhimu, kwa sababu unapozidi kuongeza point nyingi na ukaingia kwa top 4, tayari unahakikishia kwenda kucheza Club World Cup. Unapoingia top 4, yaani ukiingia top 4 na ukamenteni, unaingia kwenda kucheza Club World Cup ambao ni billions of money. Ni zaidi ya hela tu ya maandalizi ni zaidi ya bilioni 50 kadhaa. Tumeona Wydad wamefaidika kweli kweli. Billions of money. Leo wanakwenda kumchukua Kimzieki na wengine wamekuwa na nguvu kana Ziki, wameget a lot of money. Kwa kuwa katika zile renki ambazo walikuwa nazo. Na hii michuano FIFA wanataka waifanye at least iwe kila baada ya miaka mingapi sikumbuki, lakini Afrika kila baada ya miaka 4. Afrika wameongezewa timu. Kwa hiyo ukiweza kumaintain within 4 years 5 years kwa katika zile nafasi, tayari umeingia katika level kubwa. Unapokuwa nafikiri Yanga atakwenda kuvuna zaidi ya bilioni 1 point kadhaa
kwa watu waliofikia, kila ataendelea kutengeneza pesa nyingi kadri anavyozidi kuenda kwenye nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Bwana wewe, ni utamu huo kweli kweli, umepata kusikia kutoka kwake Dominic Salamba, Chifu Zobane kama Zufela. Baada ya Young Africans kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika, zaidi ya shilingi bilioni 1 za Kitanzania zinaingia kwenye akaunti yao, na hii inaisaidia klabu kuhakikisha kwamba inatengeneza uchumi wake wenyewe, lakini pia wanaweza kusajili wachezaji wakubwa. Na ndio maana si ajabu kuona klabu kubwa kama ya Yanga inapopataka tiketi ya kutinga kwenye hatua kubwa kama hii, inaruhusu pia mashabiki bure kwa sababu ya kulenga fedha hizi nyingi. Na ndio maana Salamba kuna kipindi alizungumza kwa kusema kwamba usishangae Yanga kuruhusu watu waingie bure kutafuta tiketi ya kuingia, kwa sababu watapoteza milioni 100, wao wanakwenda kutafuta mabilioni ya fedha. Ligi kuu ya soka Tanzania bara inarejea Salamba, lakini pia mashindano ya kimataifa ndio hivyo, hatua ya makundi, shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa, mambo hadharani. Kupitia Jamvika na Salamba tunaamini ufalme wa maokoto unaendelea pia kuhakikisha kila mtu anaokota fedha zake. Ni kwa namna gani tunaweza tukawa wanufaika wakubwa wa Jamvika na Salamba? Sisi ni wazalendo. Yes. Sisi tunapenda vya kwetu vya nyumbani. Kabisa. Maana tukaamua hapana. Pamoja na kuwa na uwezo mkubwa wa kusuka mikeka ambayo ina odds nzuri za uhakika kubwa ambazo zitakufanya ufikie malengo yako. Ndio. Lakini watu wakawa wanapiga simu, wapi mtaji? Sawa, unatupatia odds nzuri. Free tips unatupa. Ndio. Hakuna mitaji. Tukaona hapana. Tukakaa tukawatafuta Helabet. Jamvika na Salamba wakakaa chini na Helabet wakasema hapana. Sisi tunaandaa odds kwa watu wetu. Nyinyi tunaomba mtupatie fedha. Yes. Lakini pia mtupatie, sisi tunaandaa odds kuangalia utaratibu wa kawaida. Nyinyi mna utaalamu, mna namna ya kuweza kuzikuza hizi odds. Sasa sikiliza. Jukumu la kuandaa odds. Sawa? Tutakupatia. Ndio. Kwa kutumia sawa? Odds tu sisi. Alafu pia watu wako wote ambao wanaweza kubeti ya kubashiri kupitia kwenye kampuni yetu ya Helabet, ambao watakwenda kujiunga na linki yetu, kujisajili. Yaani ukawa ni mwanachama, ukawa ni member ambao unatumia ile application ya Helabet. Atakayejisajili vizuri kwa ufasaha, na tuweze kumjua kwamba huyu amejisajili kupitia Jamvika na Salamba, basi pale aandike Salamba kwa herufi kubwa. Akifanikiwa kwenda vizuri kwa ufasaha, anapata bonus ya shilingi 300,000. Na hiyo 300,000 maana yake hawakubali kwa pengine yote uende ukabeti. Unaweza ukachukua 200,000 ukaenda kulipa kodi, 100,000 kwenye mtaji, maisha kaendelea. Hawana bali na wewe. Kwa kupata 300,000 fanya maisha yako yaweze kuendelea. Lakini pia jiulize, kutoka Januari sasa tuko mwezi Novemba, tutakwenda Disemba, bado mwezi huu mmoja, bado mwezi mmoja. Kumbuka tarehe 31 mwaka 2024 Disemba ulishangilia kwamba ni mwaka mpya, mambo mapya ya kale yamepita, yanaanza mapya. Ndugu yangu Vuma, mpaka saa hizi ile mipango bado ipo. Kwa asilimia ngapi? Ulipanga safari upeleke posa ukweni kule Buza, posa inaendeka? Ulipanga umchukue shemeji yangu umlete pale, atafikia kulala wapi? Umeweza kuona magodoro ya banko yako pale, hela ipo? Tukasema hapana, je, bahati yako, jisajili kwenye Helabet. Chukua ile bonus, fumba macho, tia 200,000 kwenye odds 4 za Jamvika na Salamba au odds 8. Asubuhi yako kiamka una 500,000 na 600,000, unakwenda kuchukua godoro la banko la inchi 12. Vuma, Mungu akupe nini? Bwana, Mungu akupe nini? Ama Mungu akupe kidondo ushinde kukihudumia? Maana ile Mungu nipe, Mungu ni nyume ujishughulishi, kaka, hiyo ni hatari kweli kweli. Ndio maana Helabet umeamua kukusogezea mafedha mpaka kiganjani kwako, wakishirikiana na Jamvika na Salamba. Helabet wanakuambia bwana, odds zetu, mkeka wako, ushindi wako. Lakini bado usimalize. Mvua zinaanza. Yes, kabisa. Mvua zinaanza. Mimi leo niko tu na Vuma. Nitoka nani kaenda kwenye eneo lake, ana kibanda chake kajezeka. Sasa mvua zikianza pana, kama hujaona bat quality, sasa ndo hapa nikasema kwamba bat quality. Na wanauza bati kwa bei ya chini sipata kuona. Kabisa. Na wanaweza kumfikishia mpaka magodani. Popote na misumari bure. Unaona sasa? Sasa kazi kwake sasa. Hii kazi kwako inabaki. Bwana, hebu jaribu kwanza kupitia Jamvika na Salamba upate odds zako, alafu beti pamoja na
Helabet. Alafu ukipata bokoto yako hakikisha unafika BetQuality kwa ajili ya kuchukua bati zako, ukaenzeke nyumba yako, uepushe changamoto za kuvujiwa. Usisubiri ulale na mabeseni pamoja na masufuria wakati sisi tupo tena tupo kwa ajili yako. Wazako wananunua bati, wananunua ndoo ili usubiri jesho kingi panapovuja. Hizo sawa. Ni hatari sana. Hiyo ni hatari kabisa hiyo. Bwana sawa, jina langu naitwa Cisco Dominic Kisalamba, mzungumza mengi na mazuri. Tukupongeze wewe kwa kuwa nasi, hakika umepata vitu vizuri kweli kweli. Young Africans wamezoa hizo billion of man. Na mimi niseme tu sina la ziada. Nyuma ya kamera yuko mwamba mmoja anaitwa Uncle Vuma, fundi mitambo wetu Steven Mapunda, bila kusahau mtu wa logistic anaitwa Mati. Kwa pamoja hawa wamehakikisha kwamba tunasikika vizuri na tunaonekana vizuri mno. Itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Masalam.